Wewe ni mwaminifu katika maisha yetu, umetulinda na ukatutunza na ukaona ni pia kuweza kutuleta mbele zako siku nyingine kama ya leo. Na ndio maana tuko mbele zako wakati huu kwa ajili ya kule kukuabudu, zaidi ya yote kupata kusikia mausia yako unaonena nasi kila wakati, kwa maana unasema kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa chako. Na ndio maana tunakunyenyekea ili kwamba ukapate kunena nasi, na hata siku ya leo ili kwamba tukapate kutenda mapenzi yako, na ili kwamba ukapate kutimiza kusudi lako lilochema kwa ajili ya maisha yetu. Fungua roho ya kila mmoja akapate kuelewa, zaidi ya yote ukaleta uponyaji kwa wote. Na jinsi tumekuja mbele zako na hata kukuabudu na kukutumikia, tusije kutoka mahali hapa hivyo, na zaidi ya yote ukapate kututunza na kutulinda na kutuhifadhi na kutubariki na kutuinua. Tunaalika uwepo wako na tunaalika nguvu zako ziwe pamoja nasi, kwa jina la Yesu wa Nazareti tunaomba tukishukuru, amen. Na hivyo basi neno letu la siku ya leo inapatikana katika kitabu cha Mark chapter number 4 from verses number 35. Nitaorodhesha vitabu vingine vitatu kwa kusoma nikipita na hatimaye kwenda katika neno letu. Kichwa cha neno letu siku ya leo inasema kwamba go unto Jesus in the time of trouble and you will know him, and you will know him. Bwana asifiwe. Nilisema kila neno ambalo linalokujia huwa ni la kiunabii. Usichukulie kwamba imechukuliwa mahali fulani, hapana. Hii ni yetu, Mungu ametuma msikilize. Neno hili ni kwa sababu ya yale tunapitia kila wakati, na Mungu anataka kukupatia mwongozo wa jinsi ambavyo ipasavyo kuweza kufanya wakati wa matatizo na wakati wa shida. Nitataja kitabu cha Jeremiah chapter number 29 verse 11, ambayo inasema kwamba for I know the plans I have for you, plans to give you a future and a hope. Bwana Yesu asifiwe. Ninachukua mawazo, ni Mungu akiongea. Ninachukua mawazo ninaokuanzia wewe ni mawazo mema, si mawazo mabaya, kukupatia wema siku zako za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo ningependa kuelezea kwamba maisha yako si yako tu peke yako na familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha yako yameamrishwa na Mungu yawepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akimalizana na mtu kumuondoa duniani, kwa maana Mungu ndiye aliyetuleta duniani akiwa na kusudi jema kwa sababu ya maisha yetu. Na ndio maana tukataja kitabu hicho cha Jeremiah chapter 29 verse 11 ya kwamba ninachukua mawazo ninakuwazia ni mawazo mema, si mawazo mabaya, kukupatia wema siku za mwisho. Ili kusema kwamba kila mmoja aliye hapa, Mungu ana mipango mizuri kwa maisha yako. Haijalishi unapitia nini, lakini unastahili kujua kwamba Mungu ako na mipango mizuri kwa maisha yako, na ya kwamba hauishi kwa ajili yako, unaishi kwa sababu ya Mungu, na unaishi kwa sababu ya kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Au kwa ajili ya kula tu, au kwa ajili ya kulala tu, au kwa ajili ya watu wako tu, au kwa ajili ya kufanya kazi tu, uko kwa ajili ya mapenzi na kusudi la Mungu. Sema amen. Hivyo basi kwa sababu ya kusudi na mapenzi ya Mungu, ni sharti unshetirie mikononi mwake ili akuongoze kulingana na mapenzi yake. Neno lile lingine katika aya ya kuongezea John chapter 16 verses 24 kusema,
Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kusema kwamba ni ukweli ya kwamba tunapitia changamoto kila wakati, lakini hizi changamoto tunazozipitia kila wakati, zingine ni nzito kiwango ya kwamba hatuwezani nazo. Tumepewa njia ya kumwomba Mungu ili kwamba kila changamoto inapotokea, Mungu aweze kutuwezesha na kutusaidia, kwa maana ana mipango mizuri kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hautaachwa peke yako. Hata wakati ambapo Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani baada ya kufufuka, aliwaambia wanafunzi wake ya kwamba anawapatia ahadi, na hata kabla ya kufa alikuwa pia amewaambia kwamba sitawaacha kama mayatima, nitawatumia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, naye atakapowajia atawaelezea hata yale mambo sikuwaelezea. Yesu akisema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo basi Mungu atuachi hivyo, anatafuta kila njia ya kututia nguvu. Ametupa pia na maombi ili ya kwamba tukiomba kwa jina la Yesu Kristo atupatie chochote tutakacho, ili safari yetu iendelee. Kama sio hivyo, safari yetu itakwama, kwa maana sisi hatujiwezi. Safari ya Adamu na Hawa ilikwamishwa na Shetani. Walikutana na changamoto ya Shetani, ama walikutana na Shetani, na walipokutana na Shetani waliweza kusimamishwa, na waliposimamishwa wakaingiza dunia yote katingisa. Zaidi ya yote tunamwona Ayubu, alikuwa anaendelea na maisha mazuri, alikuwa na mali, alikuwa na sifa, alikuwa mcha Mungu, na hivyo basi kwa bahati mbaya ibilisi akatokezea. Wakati alipotokezea akamsimamisha, akaacha kusonga mbele. Lakini wakati Ayubu alipomwita Mungu, basi Mungu akaingia. Na wakati Mungu aliingia, wakati Ayubu aliposimama na Mungu, kama vile kitabu cha Genesis chapter 4 verse 7 inavyosema ya kwamba stand with God, rebuke the devil and he shall flee from you. Ayubu alisimama na Mungu akakemea Shetani akisema kwamba God gave and God has taken away. Glory be to the name of the Lord. Sema amen. Kwa hiyo basi aliposema haya, basi Mungu alimjia na akamtia nguvu na akamlipa mara mbili, na safari ikaendelea. Sema amen. Hivyo basi haijalishi ni wapi umekwama ama ni wapi wasumbuka, mwite Yesu Kristo naye atakuitika. Anasema mpaka sasa haujaomba, omba nawe utapokea, furaha yako itimie. Wachana na huzuni, wachana kupunjika moyo, wachana kulalamika, wachana kufuatana na watu eti ya kwamba wakusaidie. Ningependa nikwambie kwamba watu hawana msaada wako huko na Yesu Kristo. Daudi akasema, ninainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Na hivyo kusema msaada wangu watoka kwake Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Na hivyo kusema usiache mguu wako usongeshwe, ni kwa maana akulindaye asinzii wala halali. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo basi ningependa nikwambie kwamba kama kuna mahali popote katika maisha yako ambapo umekwama, haujakwama kwa jina la Bwana, umekwama kwa jina lako, ningependa nikusihi umgeuke Yesu Kristo, umwambie sasa, nimepata milima, unisaidie kuniondolea milima mbele yangu. Nimepata magonjwa, nimepata shida, nimepata mazito, ili basi nisaidie niweze kusonga mbele. Atakusaidia na safari itaendelea. Sema amen. Neno la mwisho katika sehemu hiyo ya kuongezea, kitabu cha Zaburi mlango wa 50 mstari wa 15 ikisema kwamba
maana yuko. Ni sharti ukamwite, na ukimwita atakuitika, na utakuwa na jambo la kusema asante na atukuze Mungu wa mbinguni. Sema amen. Basi ningependa moja kwa moja tuingie kwenye kitabu cha Marko. Mlango wake ni ule wa 4, mstari wake ni ule wa 35 kuelekea mpaka 41. Ujue jinsi gani tunastahili kufanya ili safari iendelee. Ni kwa maana tunazo changamoto. Basi kwenye moja kwa moja tukasome neno hilo. Siku ile ulipokuwa jioni, akawaambia na tupuke mpaka ng'ambo. 36. Wakawacha mkutano, wakamchukua vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwamo pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakaipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika seti, amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari na maji, utulie. Upepo ukakoma, ukawa na shwari tu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga na hamna imani pana? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo wa bahari umtii? Bwana Yesu asifiwe. Ilianzia kwa kusema kwamba kichwa cha neno letu kinasema kwamba go unto Jesus in the time of trouble and you will know him. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu katika kitabu ambacho tumesoma cha Marko, lango wa 4 kuanzia mstari wa 35 mpaka wa 41, inatupatia hadithi, na si hadithi tu, kwa maana unazo hadithi ambazo hazina ukweli na kuna hadithi za ukweli. Hadithi za ukweli ni kwa mambo yaliyotukia ya ukweli, na habari ambayo nimesoma kama hadithi ni mambo yaliyotokea ya ukweli, ya kwamba katika nyakati Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani, kwa maana alikuwa akifanya kazi ya Mungu kama kawaida. Kila siku ilikuwa na mambo yake, na hivyo basi siku moja maandiko matakatifu yanatuambia Yesu mwana wa Mungu alikuwa na mkutano wa hadhara ama mkutano wa Injili akihubiria watu. Pia Yesu alikuwa na
kubwa, shida kubwa kwa sababu ya dhambi, na wakaingizwa kwa matatizo na shida. Ningependa nikwambie kwamba Mungu aweza kufurahia wakati ambapo uko Misri, wakati ambapo unateseka, wakati ambapo unaposumbuka, wakati ambapo unapohangaika, wakati ambapo unapongojeka. Mungu aweza kufurahia. Kwa hiyo basi angependa hivi ya kwamba upuke ng'ambo ile ingine. Na hivyo basi maandiko yanasema kwamba wanafunzi waliposikia kwa maana Yesu ameongea, walianza hiyo safari kama
unaangalia kile kinachotendeka. Hivyo ndivyo inavyotendeka, ya kwamba wewe ndio unaangalia, wewe ndio uko hapa duniani, wewe ndio uko na macho, wewe ndio unapitia changamoto, wewe ndio unapitia shida, lakini Yesu Kristo akiwa mbinguni hakuna shida anapitia, hakuna mateso anapitia, hakuna dhiki anapitia. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo basi, kwa maana Yesu apitii shida, unastahili umwite yeye asiyepitia shida, asiyepitia matatizo, ili akusaidie. Unakutana na changamoto, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba wanafunzi wakakutana na dhoruba, wakapambana na dhoruba, wakasumbuana na dhoruba. Na hivyo basi Yesu Kristo amelala usingizi, hana wasiwasi, hana shida, hana usumbufu. Ningependa nikwambie kwamba Yesu hana shida yoyote, hana tatizo lolote, hana nguvu yoyote, amerelax. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa maana wewe unakutana na changamoto, usipomwita Yesu utaendelea kupambana, usipomwita Yesu utaendelea kuhangaika, usipomwita Yesu utaendelea kusumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Neno basi maandiko matakatifu yanasema wakiwa wanang'ang'ana na wanasumbuka na wanasumbuka kabisa, wakaenda sasa wakasema, si tuko na Yesu hapa. Na mimi nakuja nikwambie kwamba si uko na Yesu ndani yako, sio muamshe, sio mwite, umuulize, kwani uliniachia kazi peke yangu? Umwalike katika yale mang'ang'ano na katika yale usumbufu ya maisha, na hakika yake atakumalizia shida na matatizo yako yote katika maisha. Maandiko yanasema kwamba wakaenda sasa wakamwamusha, wakimuuliza, mwalimu, kwani aonjaye tunaangamia? Yesu Kristo akainuka, kwa maana sasa ameitwa. Basi alipoinuka akanena na bahari, akaambia bahari, nyamaza, tulia. Bwana Yesu asifiwe. Bahari ikamsikia, ikanyamaza. Bahari ikamsikia, ikatulia. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui mbali gani ambao uko ndani yake, unasumbuliwa nayo, unahangaishwa nayo. Sijui ni shida gani hiyo inayokusumbua, haupati usingizi, unasumbuka, unahangaika. Sijui ni kazi, sijui ni ukosefu, sijui ni ugonjwa. Mwamshe Yesu, hakika yake ataamuka, na ile bahari na ile dhoruba inayokusumbua ataituliza. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo basi uko na suluhisho, lakini ukiendelea kupambana ni shauri yako, ukiendelea kusumbuka ni shauri yako, ukiendelea kulia ni shauri yako, kwa maana uko na Yesu. Wanafunzi walikuwa na Yesu na wakapata kwamba wanang'ang'ana sana, wakasema, kwa nini sasa tunaendelea kusumbuka na tuko na Yesu? Kwa nini wewe unaendelea kusumbuka na uko na Yesu? Kwa nini wewe unaendelea kuhangaika na uko na Yesu? Basi unahitajika ukimwita Yesu, ili ya kwamba ukishamwita utajua ni mtu anakagari. Maandiko yanasema kwamba wakati alipotuliza bahari na yale mawimbi yote yakatulia, basi walimshangaa wakiuliza, ni mtu anakagari? Naye pia akiwakemea kwa kuambia, heri msiokuwa na imani, heri waogopu, ni watu wa namna gani? Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa nikwambie kwamba Mungu anakushangaa wakati ambapo unahangaika. Mungu anakushangaa wakati unasumbuka, na yeye akupatie Yesu. Simama mbele za Bwana, naamini ya kwamba umepata habari hizo, ya kwamba unahitajika kufanya kitu, unahitajika kuitana. Ningependa ninene kitu kwa ajili ya mambo hayo, ya kwamba ni kama baba na mtoto waliokuwa wanatembea kwa safari. Nini basi yule mtoto na baba walipokuwa wakitembea kwa safari, basi ikawa kwamba mtoto anataka kwenda mbele, anaenda mbele na baba yake. Baba hapo hapa nyuma tu anakuja polepole. Mtoto akaenda akakutana na mtu mwingine mkubwa, akachukua yule mtu, akachukua kijiti na hivyo basi kumfukuza mtoto. Mtoto akakimbia akarudia baba, akamwambia baba, yule mtu
Bwana Yesu asifiwe. Basi baba akamwambia twende. Bwana Yesu asifiwe. Sema twende. Kwa basi wakaanza tena safari. Wakaenda. Wakati yule mtu alikutana na mtoto akiwa na baba, yule mtu akaingia msituni. Ningependa nikwambia kwamba ile sinye na kusumbua ikikuona na Yesu ikaingia msituni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa basi ningependa wakati kama huu wende mbele za Bwana, ukamwita wakati huu. Unajua shida zote na matatizo na magumu na ile changamoto unayopitia, ukakabidhi mbele za Bwana, ukamwambia Yesu, nimepambana, nimezunguka, nimeng'ang'ana, nikitaka njia, lakini sikusaidika. Naona siwezani na hii shida na haya matatizo. Nimekuja kwako ili unisaidie. Hakika yake utaona Yesu Kristo akikushindania na uanze kusonga mbele. Kama ulikuwa umekwama, utasonga mbele. Ndio kamwite Bwana wakati ule wakati. Sema kwa sababu ya maisha yetu. Na ndio maana hakika umetuleta mbele zako. Ulituita marafiki wako. Na hivyo basi ukasema kwamba hawezi kutuacha. Na hivyo basi wakati kama huu tunakunyenyekea na kukuhimidi. Bwana wako nimekwisha kuwaletea ile ambaye ambao umenituma. Kama pia Isaya aliposema, ni nani amesadiki zile ambazo tumeleta? Na ni kwa nani ambaye mkono wa Bwana umefunuliwa kwake? Hivyo basi wamesikia neno lako, na kwa maana wamesikia Mungu wetu wa mbinguni, wataenda kuitana na tayari wameanza kuitana. Wakitoka mahali hapa pia wataendelea na kuitana. Ninaomba ya kwamba mkono wako